Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema mradi wa ujenzi wa jengo la huduma Wing B katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi lazima ukamilike kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Akizungumza Jumatatu Machi 16, 2026 baada ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa jengo hilo katika hospitali hiyo iliyopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, Waziri Mkuu amesema serikali imehakikisha upatikanaji wa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo. Kwa mazingira ya mkoa wa Katavi yalivyokuwepo, kukosekana kwa miundombinu mingine ndio ilikuwa inafanya jambo hata liwe gumu zaidi. Kwenda Mbeya mbali, kwenda Kigoma mbali, kwenda wakati huo kwenda hata Tabora. Licha ya kwamba miundombinu imefunguka na inaendelea kufunguka, lakini bado hili lililofanyika la kuwa na hospitali ya kisasa namna hii ni jambo kubwa. Kwa nchi zingine hii ndio inakuwa hospitali ya taifa. Zipo nchi ambayo hospitali kama hii yenu ya Katavi ndio hospitali kuu ya taifa. Kwa hili si jambo la kulichukulia kawaida, ni jambo la kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maono, lakini na kwa dhamira ya dhati. Nimeelezewa vifaa vinamsubiri fundi mpaka vya kupaua vilishakuja. Maana yake hakuna sababu ya kuchelewa, sababu vifaa vyote vipo, vinasubiri tu kasi ya mkandarasi. Na mimi nitumie fursa hii kumwelekeza mkandarasi aende sambamba na ratiba iliyopangwa, akamilishe mradi kwa wakati, sababu vifaa vyote vipo, fedha zipo, akamilishe mradi kwa wakati. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wafikishie salamu hizo kwa kandarasi. Matarajio yetu ni kuona mradi unakamilika kwa wakati, kwa sababu hakuna kisingizio cha fedha, material zote ziko hapa. Wakiweza wafanye kazi usiku na mchana, ni mradi ukamilike kwa wakati na ukizingatia ubora. Na kwa kuwa fedha zipo pia, hakuna sababu ya kuwacheleweshea malipo mafundi, na wala sitarajii kuwe na madeni. Kwa hiyo na yenyewe wafikishiwe. Aidha, Waziri Mkuu amewapongeza watumishi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi kwa kazi nzuri wanayoifanya ya kuwahudumia wananchi na kuwataka waendelee kufanya kazi kwa weledi, uadilifu na kujituma. Wafanyakazi wetu wote tunatakia kila laheri. Tunapopita tumekuwa tukishughulika na wavivu. Ninyi mnaofanya kazi nzuri, msiingie ubaridi kwa sababu tumekemea mzembe ama tumechukua hatua kwa mzembe. Mzembe akiadhibiwa, hiyo ndo haki yake, anastahili aadhibiwe. Sasa hiyo isiwape ubaridi mnaofanya kazi nzuri. Kusige kuwepo na wafanyakazi wanaofanya kazi nzuri, nchi yetu isingeendelea. Maana yake kama tunapiga hatua kubwa hivi, siwezi mpaka watu kutoka mataifa mengine wanakuja kutibiwa Tanzania. Maana yake tuna wataalamu wa sekta ya afya bora katika ukanda wa Afrika Mashariki na SADC. Tuna wataalamu bora. Tulikuwa na muda mrefu tungeelezea takwimu za watu wanaotoka mataifa mengine kuja kutibiwa Tanzania. Maana yake tuna watumishi wa umma bora. Lakini kwenye familia wazembe wakosekanaji. Waliwa mapacha wako ambao hawafanani. Kwa tukichukua hatua kwa wazembe, msitengeneze ushirika na wazembe. Wasitumie watumishi wanaofanya kazi nzuri kama wale wazembe. Lazima tushughulike nao. Sisi kwenye imani Biblia imesema magugu lazima yaondolewe. Ndio, kwa msitengeneze ushirika na wavivu na wazembe, wezi. Hao lazima tusafishe. Kwa hiyo mimi niliona niwaletee salamu za Mheshimiwa Rais na muongeze ari ya kufanya kazi. Watu wasipate ubaridi wa kufanya kazi. Kazi yenu inatambulika, mnafanya kazi vizuri, na wale wanaokuhamisha kweli lazima tutaendelea kuchukua hatua.
Kadhalika amesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye watumishi bora katika sekta ya afya katika ukanda wa Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, huku akisisitiza kuwa watumishi watakaobainika kufanya uzembe kazini watachukuliwa hatua stahiki. Aidha, waziri mkuu amesema kwa takriban miaka 60 baada ya uhuru, wilaya zote za mkoa wa Katavi hazikuwa na hospitali za wilaya. Amesema mafanikio ya ujenzi wa hospitali mbalimbali yamepatikana katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Akitoa taarifa ya maendeleo ya mradi huo, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi, Dr. Deogratias Banuba, amesema ujenzi wa jengo la huduma Wing B unagharimu takriban shilingi bilioni 13.28 na hadi sasa umefikia 59% ya utekelezaji. Amesema mradi huo ulianza kutekelezwa Februari 14 mwaka 2023 na unatarajiwa kukamilika Disemba 13, 2026. Kukamilika kwa jengo hilo kutaiwezesha hospitali hiyo kuwa na wodi za kujifungulia, vyumba vya upasuaji pamoja na wodi ya kulaza watoto ambazo kwa sasa hazipo. Kwa sasa hospitali hiyo ina watumishi 475 sawa na 61.5% ya mahitaji, huku ikiwa na madaktari bingwa 13 katika fani mbalimbali, na lengo ni kufikia madaktari bingwa 17 ifikapo mwaka 2030. Kwa mujibu wa Dr. Banuba, huduma za kibingwa zinazotolewa katika hospitali hiyo ni pamoja na afya uzazi na mtoto, upasuaji, mifupa na ajali, masikio, pua na koo, ganzi, afya ya akili, macho, radiolojia pamoja na huduma za uchujaji wa damu yani dialysis. Gharama za mradi wa Wing B kwanza kwa awamu ya pili, mpaka sasa tushafanya ununuzi wa vifaa vya ujenzi ambao malipo ya mshauri elekezi na malipo ya gharama za ufundi ilikuwa ni shilingi bilioni 2.3. Na hii ni mchanganuo wa fedha ambazo Mheshimiwa Rais alivyokuja mwaka juzi alizitoa bilioni 4 hizi kwa ajili ya mradi wa Wing B, lakini na maendeleo ya shughuli nyingine za hospitali. Lakini pia kiasi kingine cha fedha cha shilingi takriban bilioni 1.3 kilitumika kwa ajili ya kulipia gharama za ukamilishaji wa jengo la Wing A ambao ndio hili Mheshimiwa Waziri Mkuu ambalo tumesimama hapa na linaendelea kutoa huduma. Lakini pia kiasi kingine cha takriban milioni 289 kilitumika kwa ajili ya kukamilisha majengo ya EMD na ICU, lakini pia kiasi cha shilingi milioni 78.9 kilitumika kwa ajili ya ukamilishaji wa jengo la dialysis. Hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii kiasi cha fedha mpaka sasa kitatufikisha kwenye hatua ya kupaua. Hatutosimama kwa sababu vifaa vyote Mheshimiwa Waziri Mkuu vipo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, manufaa ya mradi huu unaotembelea endapo utakamilika, kwenye upande wa huduma za kijamii, kwanza kutaongezeka kwa upatikanaji wa huduma bora za kibingwa za afya ya uzazi na mtoto kwa wananchi, lakini pia itapunguza vifo vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga, lakini pia kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa watumishi, kwa sababu tuna jengo moja tu la wagonjwa wa nje na hatuna sehemu ya kulaza wagonjwa wetu wanaolazwa. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kisiasa, ili jengo likamilika kutaongeza imani ya wananchi kwa serikali yao. Katika hatua nyingine, mbunge wa viti maalum mkoa wa Katavi Mheshimiwa Taska Mbogo aliwasilisha ombi kwa Waziri Mkuu akiomba serikali ijenge eneo la kusubiria wagonjwa yani waiting bay, chumba cha kuhifadhia maiti pamoja na uzio wa hospitali hiyo. Akijibu hoja hiyo, naibu waziri wa ofisi ya Rais TAMISEMI Mheshimiwa Ruben Kwagila amesema serikali imepanga kupeleka takriban shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kuongeza majengo ya wodi, ujenzi wa chumba cha kuhifadhia maiti, ununuzi wa vifaa tiba pamoja na ujenzi wa uzio wa hospitali hiyo. Kukamilika kwa mradi huo kunatarajiwa kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi wa mkoa wa Katavi na maeneo ya jirani, hususan huduma za mama na mtoto pamoja na huduma za kibingwa. Katika ziara hiyo, Waziri Mkuu pia amemwagiza mkuu wa mkoa wa Katavi kuhakikisha mradi huo unasimamiwa ipasavyo ili ukamilike kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Mimi ni Semio Sonyo, asante na endelea kutufuatilia.